Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe DML Digital. Asante. Askofu mkuu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima au Glory of Christ Tanzania Church, Josephat Gwajima, amezua mjadala mpana baada ya kutoa hotuba yenye uzito wa kidini na kisiasa siku ya Jumapili, Januari 11, 2026. Katika video iliyoenezwa mitandaoni kupitia ukurasa wa Habari Digital, askofu huyo alieleza kuwa yeye pamoja na wafuasi wake wako tayari kuendelea na juhudi za kuifanya Tanzania kuwa koloni la Mungu, akisisitiza dhamira ya kujenga taifa linaloongozwa na maadili ya kidini, haki na misingi ya kiroho. Kauli hiyo imetolewa katika mazingira ya mvutano wa muda mrefu kati ya Gwajima na chama chake cha CCM. Ingawa ni mbunge wa Kawe kwa tiketi ya CCM tangu mwaka 2020 na pia ni mjumbe wa kamati kuu ya kitaifa ya chama hicho, askofu huyo amekuwa akiikosoa hadharani hali ya ukiukwaji wa haki za binadamu na mmomonyoko wa maadili ya kidini. Kauli zake zimekuwa zikizua mjadala mkubwa, hasa baada ya kupinga vitendo vya utekaji na watu kupotea nchini, hali iliyosababisha msuguano mkubwa kati yake na chama tawala. Katika chapisho lililoambatana na video hiyo, mmoja wa wafuasi wake alidai kuwa viongozi wa CCM wamemshinikiza askofu huyo abadili mtindo wake wa kauli kwa kuongeza ratio ya mkorogo ili kumdhoofisha au kumtisha, wakimtaka aachane na kile walichokiita drama za kishamba. Maelezo hayo yanaashiria kuwepo kwa shinikizo la ndani ya chama dhidi ya misimamo yake inayotafsiriwa kuwa ya kupinga au ya kuchochea. Askofu Gwajima, ambaye pia ni mhubiri maarufu wa Kipentekoste na mwanzilishi wa kanisa lenye maelfu ya waumini, amekuwa akichanganya masuala ya dini na siasa kwa muda mrefu. Mwaka 2025 alikumbana na changamoto kubwa, ikiwemo kufutiwa usajili wa kanisa lake kufuatia mahubiri yake ya kupinga utekaji, lakini bado ameendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika nyanja za kidini na kisiasa. Video hiyo inamwonyesha akiwa amevalia suti nyeupe na tai nyekundu, akizungumza kwa shauku kuhusu maono yake ya taifa linaloongozwa na kanuni za Mungu. Ujumbe wake umepokelewa kwa mitazamo tofauti, baadhi ya wananchi wakiuona kama wito wa kusimamia haki na maadili, huku wengine wakiuona kama tishio au changamoto kwa mamlaka iliyopo. Tukio hili linajiri wakati Tanzania ikiendelea kujadili kwa kina masuala ya uhuru wa kujieleza, haki za binadamu na mipaka ya uhusiano kati ya taasisi za kidini na serikali. Wafuasi wa askofu anabeba ujumbe wa kiroho na ujenzi wa taifa, ilhali wakosoaji wake wanaonya kuwa kauli hizo zinaweza kuchochea migogoro.